Kuna maumivu ambayo hayana jeraha linaloonekana, hakuna damu, hakuna kidonda kwenye ngozi, lakini ndani ya moyo kuna vitu vikubwa. Ni maumivu ya mtu anayelala kitandani usiku huku machozi yakimtoka kimya kimya. Ni maumivu ya mtu anayesema niko sawa mbele ya watu, lakini ndani yake amechoka na kuumia vibaya. Labda leo unatazama video hii kwa sababu kuna sehemu ya moyo wako imechoka. Labda umepitia usaliti, kupuuzwa, maneno makali, kukosa upendo, au umeishi kwenye mahusiano ambayo yameanza kukuondolea furaha. Lakini swali muhimu ni hili: mpaka lini utaendelea kuumia kimya kimya? Je, unajua kwamba msongo wa mawazo unatokana na mahusiano unaweza kuathiri afya yako? Unaweza kuathiri usingizi wako, nguvu zako, shinikizo la damu, mfumo wa kinga na hata namna unavyofikiria. Katika video hii utajifunza njia 10 za kujinasua na maumivu ya moyo, kurudisha thamani yako na kujenga maisha yenye amani kabisa, kwenye maisha yenye amani. Katika video hii utajifunza njia 10 za kujinasua na maumivu ya moyo, kurudisha thamani yako na kujenga maisha yenye amani tena. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, nikombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Sehemu ya kwanza, unapaswa kuelewa kuwa maumivu ya moyo ni halisi. Watu wengi husema ni mapenzi tu ndivyo yalivyo, lakini ukweli ni kwamba moyo unapoumizwa, akili nayo huathirika. Mahusiano yenye migogoro ya muda mrefu yanaweza kusababisha mawazo mengi kupita kiasi, kukosa usingizi, uchovu wa mwili, kupoteza hamu ya vitu vilivyokuwa unavipenda hapo kabla, kujitenga na watu wengine. Mtu anaweza kuwa kazini lakini akili yake iko kwenye maumivu. Anaweza kucheka na wengine lakini moyoni ana maswali mengi. Kwa nini mimi? Nilifanya nini mpaka nikafikia hapa? Je, nitawahi kuwa na furaha tena? Jibu ni ndio, unaweza kupona, lakini uponyaji huanza kwa kukubali kuwa kuna jeraha linalohitaji kutibiwa. Njia ya kwanza, acha kuficha maumivu yako. Watu wengi wamefundishwa kuwa na nguvu ni kutolia, lakini nguvu halisi ni kujifanya huumii. Nguvu halisi si kujifanya haumii. Nguvu halisi ni kusema nimeumia lakini nataka kupona. Kuficha maumivu kwa muda mrefu ni kama kuweka jeraha bila kulisafisha. Ndani linaendelea kuumia. Jipe ruhusa ya kuhisi huzuni, hasira, kukatisha tamaa, lakini usikae hapo milele yote. Njia ya pili, zungumza, usibebe mzigo peke yako. Moja ya sababu watu wengi huzama kwenye msongo ni kwa sababu wanakaa kimya. Wanabeba siri, wanabeba maumivu, wanabeba maswali. Tafuta mtu salama wa kuzungumza naye, mtu ambaye hata kuhukumu, mtu ambaye atakusikiliza. Wakati mwingine tatizo halipungui kwa sababu limekuwa kubwa sana, bali kwa sababu limefungwa ndani kwa muda mrefu. Njia ya tatu, jifunze kuweka mipaka. Upendo haupaswi kufanywa upoteze heshima yako. Kuna tofauti kati ya kuvumilia changamoto za kawaida za mahusiano na kuvumilia kitu kinachoharibu afya yako ya akili. Jiulize, je, ninaheshimiwa? Ninathaminiwa? Nina amani ninapokuwa na huyu mtu? Mtu anayekupenda hatataka kukuona ukivunjika moyo kila siku. Njia ya 4, acha kujilaumu. Baada ya kuumizwa, watu wengi huanza kujishambulia. Sina thamani, labda mimi sifai kupendwa. Lakini kosa la mtu mwingine halipunguzi thamani yako. Usiruhusu mtu anayekuumiza awe muamuzi wa thamani yako. Wewe bado una thamani. Njia ya 5, jirudishe kwenye maisha yako. Wakati mwingine mahusiano yanapovunjika, mtu naye huvunjika moyo. Anasahau ndoto zake, vipaji vyake, marafiki zake, afya yake.
Anza kujijenga tena. Jiulize, nilikuwa nani kabla ya maumivu haya? Rudi kujitunza upya. Njia ya 6, tunza mwili wako ili kuponya moyo wako. Mwili na akili vina uhusiano mkubwa sana. Unapokuwa na msongo wa mawazo, fanya haya: mazoezi, tembea, lala vizuri, kula vizuri, punguza vitu vinavyoongeza msongo. Hata dakika 20 za kutembea zinaweza kusaidia kuboresha hali yako ya moyo. Njia ya 7, jifunze mawasiliano bora. Mahusiano mengi huvunjika si kwa sababu hakuna upendo, bali kwa sababu hakuna mawasiliano. Jifunze kuzungumza bila kushambulia. Badala ya wewe unijali, sema ninaumia ninapohisi sipati muda wako. Maneno yanaweza kujenga au kubomoa. Njia ya 8, usiishi kwa hofu tena. Watu wengine hubaki kwenye maumivu kwa sababu wanaogopa kuwa peke yao. Kwanza upya. Watu watawasemaje? Lakini kumbuka, kuwa peke yako kwa muda kunaweza kuwa bora kuliko kupoteza amani yako kila siku. Njia ya 9, jifunze kusamehe na kuachilia. Kusamehe si kusema kilichotokea kilikuwa sawa, ni kuamua sitampa mtu mwingine nafasi ya kuendelea kuniharibu hata baada ya kuniumiza. Kuachilia ni zawadi unaojipa mwenyewe. Njia ya 10, tafuta msaada unapohitaji. Usingojee mpaka hali iwe mbaya sana. Tafuta msaada kama huzuni haiondoki, umepoteza matumaini, hupati usingizi kabisa, unajitenga na watu, unapata mawazo ya kujiumiza. Afya ya akili ni sehemu ya afya yako kamili. Kama umeumia kwenye mahusiano, usifikiri maisha yako yameishia hapa. Jeraha linaweza kupona. Moyo unaweza kujengwa tena. Furaha inaweza kurudi. Usitumie maisha yako yote kujaribu kuthibitisha thamani yako kwa mtu ambaye haoni thamani yake. Chagua kupona, chagua kujipenda, chagua amani yako. Swali: je, umewahi kupitia maumivu ya mahusiano yaliyokuathiri afya yako ya akili? Andika neno naanza upya kwenye maoni ili kujipa ahadi ya kuanza safari ya uponyaji. Kama unapitia changamoto ya kisaikolojia, wasiliana na daktari kupitia namba 0767443887. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.